Bwana, wakubwa wa Kariakoo wameanza tena kuleteana vita kwa maana ya Simba na Yanga, na awamu hii wamegeukia kwa bwana mdogo anaitwa Claudio Barbosa. Ni miongoni mwa wachezaji wazuri sana, miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo mzuri sana. Na Claudio Barbosa ana uwezo mzuri wa kucheza kama kiungo, lakini ana uwezo pia kucheza kama winga, lakini pia kuna nyakati ana uwezo kucheza kama kucheza pia kama center back. Na of course maeneo mengi ambayo ametumika sana ni eneo la kiungo. Ni miongoni mwa wachezaji wazuri sana Claudio Barbosa, nyota ambaye ana uwezo mkubwa sana kutumia mguu wa kushoto na mguu wa kulia. Sasa bwana, Claudio Barbosa ni nyota ambaye msimu uliopita alihusishwa kujiunga na klabu ya Simba kama mnakumbuka. Na Simba walikuwa wamekaribia kabisa kunasa saini yake, lakini kwa bahati nzuri au mbaya mambo hayakwenda vizuri, kwa hiyo akawa hajajiunga na klabu ya Simba na mwisho siku akaendelea kubakia huko, hakuweza kusajiliwa kwa namna moja ama nyingine. Lakini this time around Simba wanaonekana wako serious, lakini pia Yanga wako serious, lakini pia Singida Black Stars nao pia wametia mguu kwa Claudio Barbosa, lakini pia wapo ES Tunis kwa taarifa ambazo nimepenyezewa, nao pia ni miongoni mwa timu ambazo wanamhitaji. Kwa hiyo tunasubiri kuona ni nani ambaye ataweza kufinalize hilo deal na kumpata Claudio Barbosa, lakini miongoni mwa nyota ambao wana uwezo mkubwa sana. Ni aina fulani ya wachezaji ambao ukiwa nao kwenye timu hauwazi sana, kwa sababu ana uwezo wa kupambana kwa ajili ya timu kwa maana ya jitihada. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wana jitihada kubwa sana, ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa sana kiasi kwamba hauwazi kuhusu quality yake, lakini pia hauwazi kuhusu jitihada zake uwanjani. Ni miongoni mwa wachezaji wachache ambao wanajituma sana uwanjani. So naamini kwamba kwa uwezo alionao, kwa timu yoyote ambayo pia itamsajili itaweza kulamba dume ama itakuwa imelamba mchezaji wa maana sana. Unajua hakuna kitu kizuri kama kuwa na wachezaji wazuri. Yaani ukiwa na wachezaji wazuri kwenye kikosi ni rahisi sana kupata matokeo ambayo ni mazuri, na Claudio Barbosa ni miongoni mwa wachezaji ambao timu nyingi of course barani Afrika zina wahitaji. Na nakumbuka kuna kipindi pia Nasruddin Nabi wakati yuko FAR Rabat nchini Morocco aliwahi kutaka pia kumsajili, lakini mambo yakwenda sawa, akabakia hakufanikiwa kumsajili. Lakini wakati pia amejiunga na Kaizer Chiefs, miongoni mwa nyota ambao walipendekeza wasajiliwe ni pamoja na Claudio Barbosa. Unajua shida pia ambayo ilikuwa kwa Barbosa ni kwamba alikuwa na mkataba ambao ulikuwa unambana kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu yeye kuondoka kwa kipindi kile bila klabu yake kukubali. Lakini mwishoni mwa msimu atakuwa free agent. Maana yake kama ni timu kumsajili, nyingi zitakuwa zina uwezo wa kwenda kumpata kirahisi. So kwa sasa anatazamwa kama miongoni mwa wachezaji potential sana ambao watakuja kusumbua sana mwishoni mwa msimu huu. Ina maana Simba, Yanga kwa hapa Tanzania ndizo ambazo zimeonyesha nia, lakini pia inawezekana Orlando Kaizer Chiefs wakarudi tena kwa mara nyingine, kwa sababu kocha bado Nasruddin Nabi yule ambaye alikuwa anamtaka. Lakini pia Nabi amemtaka mara mbili, wakati akiwa FAR Rabat nchini Morocco msimu uliopita alikuwa anamtaka, lakini pia hata baada ya kwenda kujiunga na Kaizer Chiefs pia amekuwa akionyesha nia ya kumhitaji pia vile. Kwa hiyo kuna uwezekano pia akaendelea kumhitaji. Lakini pia ukiangalia kwa timu za hapa kwetu na ushawishi wa soka letu ni mkubwa by the way kwa kipindi hiki. Kwa hiyo inaweza ikawa rahisi kwa Simba au Yanga kumpata, kwa sababu pia timu zetu nazo siku hizi si haba, zina uwezo wa kulipa mishahara mizuri, yani mishahara milioni 30, milioni 25 kwa mwezi, zina huo uwezo. Kwa hiyo kumpata ni kitu ambacho kinawezekana. Lakini kwa mimi, kwa mtazamo wangu, Barbosa ni aina ya viungo wazuri sana, lakini pia ni mchezaji ambaye unaweza kumtumia kwenye maeneo tofauti. Yani ni aina ya wachezaji ambao tunaweza kuita viraka, ni kama kina Erastonyoni. Yaani kwamba kuna muda unaweza kumcheza kama center back akacheza, kuna muda unaweza kucheza kama winger akacheza, kuna muda utamcheza kama full back atacheza, kuna muda utamcheza kama kiungo atacheza. Kwa hiyo eneo lolote ambalo utamweka Barbosa anacheza vizuri kabisa. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ni potential kwenye maeneo mengi. So hata kama utatumia gharama kubwa kumpata, lakini kwa option zake za kumtumia, ina maana hata kama ni mchezaji ambaye labda utashindwa kumtumia kama center back, unaweza kumtumia kama kiungo, na kiungo of course ndio eneo lake la asili kabisa. Lakini kama utashindwa kumtumia kama kiungo, utamtumia kama winger. Ukishindwa kumtumia kama winger, utamtumia kama full back wa kushoto au wa kulia. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye yani anabadilika kutokana na namna ambavyo wewe unamtumia. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kwa aina ya mpira ambao timu zetu zinacheza Simba na Yanga na mazingira tulionayo, ni mchezaji ambaye anawafaa sana, kwa sababu sometimes kwenye timu zetu hizi unahitaji kuwa na mchezaji ambaye anaweza kutumika kwenye maeneo tofauti. So ukipata mtu kama Barbosa anakusaidia kwenye maeneo mengi, na anaweza kukufanya sasa
kuwa na ile luxury ya kuwa na wachezaji wengi wazuri kwenye timu. So kumpata mchezaji wa aina ile ni kitu ambacho natamani kuona kwenye hizi timu zetu 2 au 3 na Singida ambao pia wameonyesha nia mmoja wao kumpata, kwa sababu tunahitaji pia kujenga ligi yetu kwa kuwa na wachezaji wengi wazuri, lakini tunapokuleta wachezaji kutoka mataifa makubwa inatusaidia pia kwa maana ya kwamba tunapata nafasi ya kujitangaza zaidi, lakini pia ligi yetu inazidi kufuatiliwa zaidi. Unajua ligi yetu inavyozidi kufuatiliwa ndivyo ambavyo tunatengeneza mazingira mazuri ya sisi kujulikana zaidi, lakini pia kupata ile fan base kubwa. Lakini pia inatusaidia pia kutangaza mpira wetu na vipaji vyetu tulivyo navyo. So kupata wachezaji kama kina Barbosa ni jambo ambalo ni zuri na linaweza kutusaidia kwa kiasi kikubwa sana. So mimi naamini kwamba kwa timu zetu zote 3, Singida Black Stars, Simba, Yanga, yoyote ana uwezo wa kwenda kumpata, lakini atakuja kuofa nini ni swala la kusubiri na kuona. Lakini miongoni mwa wachezaji wazuri sana ambao kama kuna timu itafanikiwa kumpata, itakuwa imepata mchezaji mzuri sana. Shida tu ni kwamba kuna timu nyingi ambazo zinamhitaji, hilo ndio tatizo. Lakini naamini kwamba kama timu zetu moja wapo itajifua vizuri au itatunisha vidui, itanyosha mkono wake vizuri na ikatoa pesa nzuri, ina uwezo wa kumpata. Tusubiri na tuone mpaka mwishoni mwa msimu huu. Usisahau kusubscribe hapa. Mimi Alex Ngerezo, utanipata hivyo pia Instagram.